saa 6 mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Jerome Robert. Na kwanza ni mukhtasari wake. Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete amewasilisha ujumbe maalum wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa Rais Adama Barrow wa Gambia katika ikulu ya nchi hiyo jijini Banjul. Makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara amesema kukamilika kwa miradi mbalimbali ya kimaendeleo nchini kumerahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali kwa wananchi. Na uongozi wa jeshi la raia nchini DRC umelaani jeshi la Rwanda na waasi wa M23 kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Habari kamili. Banjul. Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete amewasilisha ujumbe maalum wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa Rais Adama Barrow wa Gambia katika ikulu ya nchi hiyo jijini Banjul. Akiwasilisha ujumbe huo, Kikwete ameeleza uhusiano mzuri wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Gambia na dhamira ya Samia ya kuimarisha zaidi ushirikiano huo kwa manufaa ya wananchi wa pande zote mbili. Kwa upande wake, Rais Barrow amepongeza uongozi thabiti wa Rais Samia Suluhu Hassan si tu ndani ya Tanzania bali pia katika bara la Afrika, akiongeza kuwa Tanzania ni mfano bora wa uongozi wenye utulivu na demokrasia imara barani Afrika. Aidha, amesema Rais mstaafu Kikwete kwenda Gambia kama mjumbe maalum wa Rais Samia ni ishara ya ukomavu wa siasa na utawala bora nchini Tanzania. Kahama. Makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Stephen Wasira amesema kukamilika kwa miradi mbalimbali ya kimaendeleo nchini kumerahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali kwa wananchi. Akizungumza na wananchi wilayani Kahama mkoani Shinyanga katika mkutano wa hadhara jana, Wasira amesema serikali inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo nchini. Tunataka wote hata wavilima tumbaku wajenge nyumba nzuri. Hawawezi kujenga kama bei iko wapi. Ile ikiletwa na treni itafika hapa bei karibu sawa na Dar es Salaam. Kama itazidi ni kidogo sana. Kwa wananchi hawa wanaweza. Tena hawa wanachimba madini. Hawawezi kuchimba madini ukashindwa kununua simenti. Kwa hiyo ile treni inajengwa na itakamilika. Mbunge wa jimbo la Ushetu Emmanuel Cherehani amesema serikali inaendelea kuunga mkono wananchi katika shughuli zao za kilimo, ikiwa ni pamoja na kuwapatia ruzuku za mbolea na mbegu kwa lengo la kuinua kilimo. Sisi ni wakulima wa tumbaku, ni wakulima wa pamba. Kwenye wakulima wa tumbaku, mheshimiwa makamu mwenyekiti, wewe ni mashahidi. Ulishawahi kuwa waziri wetu wa kilimo, mimi nikiwa mwenyekiti wa ushirika. Ulipambania sana madaraja ya tumbaku yatoke kuwa madaraja 127 yaende kuwa madaraja 65. Sasa madaraja ya tumbaku yako 64. Muleba. Watoto kati ya 4 hadi 10 chini ya umri wa miaka 5 katika kata ya Kasharunga wilayani Muleba mkoani Kagera wamekutwa na udumavu kila mwezi wanapopelekwa clinic. Afisa lishe wa tarafa ya Kimwani Stanley Mutasa ametoa taarifa hizi katika hafla ya wanawake na lishe iliyofanyika jana kwa lengo la kuhamasisha kina mama na jamii kwa ujumla kuzingatia mlo kamili. Pamoja na hayo, Mutasa amesema wanaendelea kutoa elimu katika jamii na kusisitiza kuwa ni wajibu wa kila mzazi kuzingatia lishe bora kwa watoto wao na wao wenyewe. Kuna utapiamlo unaosababishwa na upungufu wa lishe, na hii inawapata watoto wadogo chini ya miaka 5, wanadumaa. Ndio, unakuta mtoto ana mwaka mmoja lakini ana kilo 2, kilo 3, kitaalamu haiwi hivyo. Mtoto akiwa anakuwa vizuri tunatarajia kilo za nini zinaongezeka. Lakini pia katika udumavu, swala la utapiamlo au upungufu wa lishe au lishe iliyozidi ni swala ambalo linaweza kuzuiwa kwa kutoa elimu. Kwa upande wake, mtendaji wa kata Bi Merigoleti Garvas amesema lishe duni katika kata hiyo inasababishwa na wazazi kutokuwa na elimu ya kutosha kuhusu matumizi sahihi ya vyakula vinavyopatikana katika maeneo yao. Kibondo.
Wakulima wilayani Kibondo mkoani Kigoma wameshauriwa kujiunga katika vyama vya ushirika ili kuwapa nafasi ya kupanga bei wanayoitaka wakati wa kuuza mazao. Afisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri hiyo Bisafi Mtula ametoa wito huo kwa wakulima na amesema ikiwa wakulima watajiunga kwenye vyama vya ushirika itawasaidia kuongeza tija katika kilimo chao. Tukijiunga kwenye vyama vya ushirika ni rahisi sisi wana ushirika kujipangia bei zetu. Kwa maana kwamba wakija ushirika wa Ushindo labda kilo moja ya mahindi itakuwa ni 500. Wakija Ushindo B tutakuwa na bei ile. Lakini na Warundi mara nyingi nao watu wanakuja kipindi ambacho tuseme kwamba tuna shida sana. Mtu anakuja ile mwezi wa 12 anajua kabisa Januari watoto wanatakiwa kwenda shule. Pengine utarajia uze kilo moja ya muhogo shilingi 500, anakuwekea shilingi ngapi? Shilingi 300, kitu ambacho hawezi kutoboa kwa mkulima. Baadhi ya wananchi na wakulima wilayani humo wamesema elimu inatakiwa kuwafikia wakulima kwa wingi ili watambue umuhimu wa vyama vya ushirika ili wanufaike na fursa zilizopo ndani yake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM Kinshasa. Uongozi wa jeshi la raia nchini DRC umelaani jeshi la Rwanda na waasi wa M23 kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na limesema kuwa waasi hao wanaendelea kuongeza idadi ya askari wake katika mji wa Walikale. Msemaji wa jeshi la taifa Meja Jenerali Sylvain Ekenge amesema jana waasi hao wa M23 wamelishambulia jeshi la taifa katika kijiji cha Minembwe, tarafa ya Fizi na vijiji vya Mulamba na Bulonge, tarafa ya Walungu. Taarifa ambayo imetolewa na jeshi la taifa imesema kuwa uwanja wa ndege wa Walikale waasi wa M23 wanaendelea kushusha vifaa vya kijeshi pamoja na askari kupitia ndege yenye usajili wa nchi ya Rwanda. Wiki iliyopita kundi la M23 lilitangaza kuondoka katika mji wa Walikale na kusitisha mapigano, azimio ambalo hawakulitekeleza. Hata hivyo, jeshi la taifa limesema halitofumbia macho shambulio lolote ambalo litatekelezwa na M23. Cairo. Watalii 6 wa Urusi wamefariki dunia baada ya manowari ya watalii kuzama katika bahari ya Shamu karibu na mji wa Hurghada nchini Misri. Watu wengine 39 waliokolewa baada ya meli hiyo Sinbad kuzama mwendo wa saa 4 kamili kwa saa za huko, ambapo 9 wanasemekana kujeruhiwa huku 4 wakiwa katika hali mbaya. Shirika la habari la Urusi la TASS likimnukuu afisa mmoja wa Urusi limeripoti kuwa 2 kati ya waliofariki ni watoto na kusema kuwa mamlaka husika bado inaendelea na uchunguzi na hadi sasa haijajulikana ni nini kilichosababisha ajali hiyo. Hili ni tukio la pili kuhusisha meli ya kitalii katika bahari ya Sham katika miezi ya hivi karibuni. Mnamo Novemba, mashua ilipinduka karibu na Marsa Alam na kusababisha watu 11 kutoweka, ikidhaniwa wamepoteza maisha. Na Jerusalem. Jeshi la Israeli limetangaza kuwa jeshi lake la anga limezuia makombora mawili yaliyorushwa kutoka Yemen siku ya jana kabla ya kuingia kwenye anga ya Israel. Shirika la utangazaji la Israeli limeripoti kuwa mfumo wa ulinzi wa makombora wa Marekani wa THAAD ulishiriki katika kuzuia makombora yaliyorushwa kutoka Yemen kuelekea Israel. Ving'ora vya mashambulizi ya anga vilisikika mjini Jerusalem, Tel Aviv na maeneo mengine ya Israeli ya kati kufuatia kurushwa kwa roketi kutoka Yemen. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete amewasilisha ujumbe maalum wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa Rais Adama Barrow wa Gambia katika ikulu ya nchi hiyo jijini Banjul. Makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara amesema kukamilika kwa miradi mbalimbali ya kimaendeleo nchini kumerahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali kwa wananchi, na uongozi wa jeshi la raia nchini DRC
umelaani jeshi la Rwanda na waasi wa M23 kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Wazua. Msikilizaji, chombo kisichoelea majini hujifunza maana ya kina. Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV. Saa 10 alasiri utaletewa Duru Habari.